Kwa leo mtazamaji wangu, naleta suluhisho la wiring za pikipiki aina zote. Kwanza tunaanza na waya huu mwekundu. Waya huu ni waya wa betri ambao huitwa main power. Waya huu kazi yake ni kuchukua umeme wote kutoka kwenye betri kwenda kwenye mfumo mzima. Endapo kama waya huu ukiregea katika pikipiki yako, au kama waya huu fuse yake hii itakatika, basi umeme katika pikipiki yako utasumbua na pikipiki yako haitawaka kwenye mfumo wa umeme. Kuna waya namba 2. Hii waya inaitwa ground wire au earth wire. Kazi ya huu waya ni kurudisha umeme kwenye betri. Utakapotoka katika mfumo unarudi kwenye betri kupitia hii waya inayoitwa earth wire. Earth wire inaweza kubadilika kwa rangi, inaweza kuwa nyeusi au ya kijani kutokana na mfumo wa waya ya pikipiki yako. Hivyo angalia kwenye chassis yako au kwenye injini yako kumefungwa waya ya rangi gani. Endapo kama imefungwa waya ya kijani, basi earth yako ya pikipiki yako ni ya kijani. Endapo kama imefungwa waya hii nyeusi, basi earth ya pikipiki yako ni nyeusi. Waya huu endapo utalegea katika pikipiki yako, basi mfumo wote wa wiring, mfumo wote wa umeme katika pikipiki yako utakuwa umeharibika na hauwezi kufanya kazi kabisa. Tatu, kuna waya huu unaoitwa waya wa switch. Waya wa switch unaweza kubadilika kwa rangi kutokana na mfumo wa pikipiki yako. Unaweza kuwa brown, pia unaweza kuwa mweusi. Kazi ya waya huu ni kuruhusu mfumo wa umeme ufanye kazi kwenye pikipiki yako. Endapo kama waya huu utapata hitilafu, mfumo wote wa umeme kwenye pikipiki yako hauwezi kufanya kazi. Maana tunafahamu kwamba waya nyekundu huchukua umeme wote wa betri kwenda kwenye mfumo. Huu waya wa brown au mweusi unaruhusu sasa huo umeme ufanye kazi kwenye pikipiki yako. Hivyo unapoangalia tatizo la umeme katika pikipiki yako, inatakiwa uangalie kwenye betri kama hiyo waya inatoa moto vizuri hadi kwenye switch, then angalia hii waya inayoruhusu umeme utumike kwenye mfumo wote. Je, inatoa umeme vizuri? Hapo utakuwa umesolve tatizo la umeme kwenye pikipiki yako. Namba 4 ni waya huu wa njano na mweupe. Waya huu hujulikana kama charging wire. Inaweza kubadilika kwa rangi kutokana na mfumo wa waya katika pikipiki yako. Waya huu huchukua umeme kutoka kwenye magnet kwenda moja kwa moja kwenye rectifier au regulator au charger control. Baada ya kupeleka umeme huo kwenye charger control hubadilisha umeme huo kutoka AC kwenda DC na kupeleka moja kwa moja kwenye betri kupitia waya mwekundu. Kazi ya rectifier au charger control ni kuchaji betri na kulinda betri isiharibike. Hivyo kama pikipiki yako haichaji vizuri, basi ujue huu mfumo wa waya hizi hauko vizuri. Pia kuna hii waya nyeusi yenye mstari mwekundu. Waya hii inaitwa power wire. Huipatia nguvu CDI ya kuweza kutoa spaki zenye uwezo wa kuwasha pikipiki yako. Pia kuna waya nyingine kutoka magnet ambayo waya hiyo inakuwa ni ya blue mstari mweupe. Waya hiyo inaitwa signal wire ambayo ina uhusiano wa moja kwa moja na hii waya. Waya hii inapopeleka power kwenye CDI, waya hiyo ya blue yenye mstari mweupe inapeleka signal zitakazowezesha kuwasha pikipiki yako bila matatizo yoyote. Endapo waya hii nyeusi yenye mstari mwekundu itapata hitilafu, pikipiki yako haiwezi kuwaka kabisa, hata kama waya ya blue yenye mstari mweupe itakuwa iko sawa. Hivyo inatakiwa ukague waya hii kama pikipiki yako inasumbua kuwaka kabla ya kuendelea na matatizo mengine. Namba 6, kuna huu waya mweusi wenye mstari wa njano. Huu waya unaitwa spark wire au waya wa ignition system. Waya huu hupokea spark kutoka kwenye CDI
kwenda kwenye ignition coil moja kwa moja hadi kwenye spark plug ili kuwezesha kuwasha pikipiki yako. Endapo waya huu utapata hitilafu, pikipiki yako haiwezi kuwaka pia, kwa sababu ndio inayopokea spark kutoka kwenye CDI au control box kwenda kwenye ignition coil hadi kwenye spark plug kuwezesha kuwasha pikipiki yako. Matatizo ya waya hii huwa yanatokea kama ifuatavyo. Waya hii inapopata short kidogo, umeme au spark itakayokuwa inatoka katika waya huu itakuwa ni ya short. Hivyo pikipiki yako kama inatoa spark zenye short, kagua kuanzia kwenye magnet waya ile ya power kutoka kwenye CDI, na hii waya ikague kama inatoa spark ambazo ni nzuri. Kama haitoi spark nzuri, basi badilisha hii waya, pikipiki yako itakuwa sawa kabisa. Tatizo la kutoa spark za short litakuwa limeishia hapo. Wiring diagram hii inaonyesha uhalisia namna ya waya ambazo zinaweza kubadilika kulingana na system ambavyo pikipiki yako wiring yako imewekwa. Hivyo kuwa makini katika ufungaji wa waya zako.